Amni mwa Yesu kuna weza wajabu. Damni mwa mwana kondoo. Nyanyua mikono yako juu. Kuna kitu cha ajabu ambacho Mungu anakileta juu ya familia zetu ndani ya Tanzania. Wherever you are, listen this voice, a prophetic voice. Nimesema mlio mbali msogee. In the mighty name of Jesus. Nguvu ya ajabu ikadhilike leo. Agano hili likathibitike juu ya familia yako. Sema Baba, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Yesu wa Nazareti. Hawatakuwa kwenye ulevi, hawatakuwa kwenye uganga, hawatakuwa kwa wachawi, hawatakuwa kwa waganga, hawatakuwa hapo. Mimi nimekataa, ninafungua lango la familia yangu kwa damu iliyomwagika. Damu najua ina nguvu, damu ya Yesu Kristo isiyo na mzaa, iliyo na ukombozi kamili. Damu ya Yesu Kristo iwake sasa kwenye mlango wa familia, kwenye mlango wa familia, kwenye lango la familia. Damu ya Yesu. Ita tena. Ita kwa imani. 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 Nguvu zinashuka. 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 Ita kwa imani. Ita kwa imani. Maanisha yes. Amen. Nyanyua mikono yako juu. Naiona rekodi mpya inakuja kwa jina la Yesu. Nasema inakuja kwa jina la Yesu. Nasema inakuja kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya rekodi mpya. Pokea nguvu ya rekodi mpya. Hebu kinywa kiwake moto. Anza kunena kwa lugha, naona moto unashuka kwa ajili ya ukombozi wa familia yako, kwa ajili ya ukombozi wa nyumba, wa nyumba. Peleka moto. Kila madhabahu moto ndani ya nyumba yako. Ianze kuteketea kwa damu ya Yesu. Ile damu ya kando. Peleka. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Peleka maombi yenye nguvu. Hawatavumilia maadui wa familia yako. Amen. Nyanyua mikono yako juu. Yes. Iombe familia ya Tanzania. Ni familia yako. Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Naomba alarm, nimekwambia lambana. Unaweza kuweka alarm tuweze kukamilisha kazi. Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Amen. Unasikia moto, umebarikiwa. Na leo kuna kitu kwa ajili ya familia yako. Jambo la kwanza ambalo Mungu analifanya, namba 12 ni namba ya kutoka. Mungu anaenda kufanya kitu cha ajabu ambacho inatakiwa tukiombe. Watu wengi wanaongea kuhusu mahusiano ya watu wakubwa. Wengine wanajaribu kuwachafua, lakini hawajui nini kilicho nyuma ya mahusiano ya watu kwenye ardhi ya Tanzania. Kitu kitakachoenda kutikisa mwaka huu ni Mungu kuponya mahusiano ambayo yalikuwa yameharibika kabisa. Mahusiano ambayo yalikuwa yameharibiwa kabisa yanaenda kuponywa. Tunaenda kumwona Mungu akinyosha mkono juu ya wanawake, juu ya wanaume walevi, juu ya familia zilizomezwa na uchawi, zinaenda kutoka kwenye uchawi. Hili jambo la kwanza litafanya Tanzania itikishike
kwa sababu Mungu anaenda kufanya ukombozi wa ajabu sana kwenye nyumba za watu. Jambo la pili, nimeona Mungu analeta uamsho. Mungu ataleta neema ya ajabu. Nimeona mabadilishano mazuri kati ya Zanzibar na Tanganyika. Nimeona baraka inatoka Zanzibar inakuja Tanganyika. Nimeona maaskari wamevaa nguo special za Tanzania lakini ni wa Zanzibar. Nimeona kitu ambacho Mungu anaenda kuimarisha cha ajabu sana, na watawasaidia watu wengi. Na nimeona watu ambao wanainuliwa kwa upya kwenye mfumo wa kijeshi au wa kiaskari, ambao watakuwa fair, watakuwa watu wa haki. Nimeona Mungu anainua na kuwafanya wengi watoke kwenye machozi. Lakini nimeona kitu cha tatu ambacho kinaenda kutikisha ni watu ambao walikuwa wana majina wataanza kuchafuliwa na kuangushwa vibaya. Wataanza kunenewa mambo ambayo hawakuweza kuyasema wao wenyewe. Siri za mambo ya ndani kabisa zitaanza kufichuliwa, na kutakuwa na vurugu nyingi za wengine kupandishwa kupitia skendo, lakini wengine kushushwa. So huu ni wakati wa uamsho ambao tunatakiwa tuombe. Lakini jambo ambalo ninaliona kubwa ambalo linatakiwa lijulikane, Mungu anaenda kuinua wanawake ambao wanapewa mikataba na mbingu, ambao watafanya maombi kwa muda mrefu, tofauti na ambavyo watu walizoea. Kwa kutakuwa na mtikisho wa madhabahu nyingi zilizo maeneo maalum, kama unavyoona madhabahu ya Manyoni, madhabahu ya Bagamoyo, madhabahu ya Baliaji kule Gambush, madhabahu ya Ileje, madhabahu ilipo kule Shilali, madhabahu maalum kama ile ambayo inakamata nchi kule Bujiama, zitaenda kutikishwa kwa namna ya ajabu, kwa sababu Mungu anaweka location baadhi ya wanawake ambao watasimama kuharibu nguvu iliyokamata nchi muda mrefu. Nyanyua mikono yako juu. In the mighty name of Jesus. Mungu anaenda kutikisa kwa sababu kuna mwingiliano wa nguvu za Mungu kwa watu ambao hawakufahamika. Mungu atawafahamisha wa matendo ya miujiza. Naliona wanawake wakifufua wafu, wanawake wakiponya wagonjwa, wanawake wakifanya vitu vikubwa na ambavyo watu hawakutarajia. Hawa ni wanawake, sio manabii au mitume. Naongelea movement, neema ya Mungu ya Roho Mtakatifu itakayotokea kwa watu ambao hawakuzaniwa, kwa watu ambao hawakutegemewa, kwa watu ambao ni kama hawajaenda chuo cha Biblia, lakini wanamdhihirisha Mungu wa Biblia. Orobu komfortable sanda bakata parapata ya sanda rabu jete bebo sanda rababaka baba. Kama Mungu alivyomuinua Base, Nathaniel Base kule Nigeria, kunaenda kuwa na mtikisiko juu ya nchi hii kwa Watanzania ambao hawapendi fedha. Wanaenda kuinuliwa sana na Mungu mwaka huu, wanaenda kuinuliwa sana na Mungu. Ni vizuri sana mkatubia nyinyi mnaopenda fedha, hasa ambao umeweka fedha mbele kuliko huduma. Mungu anatamani mjue kwamba kuna judgment inakuja, una hukumu inakuja itakayowatikisa wengine kushuka kama yule ambaye alichoma gari kushuka. Lakini wale ambao wanajitiisha chini ya Mungu wanaenda kupewa neema ya kuinuliwa. Wasiopenda fedha, wanaopenda kumtumikia Yesu katika roho na kweli, wasio na uchaguzi na ubaguzi, ili injili isonge mbele. Na Mungu atafanya hivyo katika jina lipitalo majina yote. Lakini Bwana anaenda kutikisa nchi. Naliona baadhi ya watumishi, akiwepo Mwamposa, wakiwepo na wengine ambao watawavuta watu wengi wa nje, ikiwepo na huduma yetu pia. Watu wa nje wataanza kuja kwenye nchi hii kutafuta upako, na nguvu za Mungu zitakuwa nyingi. Tanzania itakuwa sehemu ya makimbilio, na watu waliowazalau watumishi wa uamsho na watumishi wenye nguvu za Mungu wataanza kuheshimu kwa upya. New Record is going to be our history. New Record is going to be our history. Lakini naona uamsho wa ajabu. Roho Mtakatifu anawasaidia waganga wa kienyeji. Kutakuwa na rekodi kubwa mwaka huu ya waganga wa kienyeji kumjua Yesu kuliko miaka mingine.
watu ambao walikuwa wenye uchawi. Nimeona kabisa malaika wanachumwa mpaka kwenye kuzimu za Tanzania, ziwa Victoria, ziwa Nyasa, wanaenda kupokea ukombozi. Wengine ambao hawakutegemea kumfuata Yesu watajikuta wanapigwa na watasalenda kama Sauli alivyosalenda alivyotokiwa na Yesu. Kuna uamsho wa watu ambao walifungwa wenye uchawi na uganga kwenda kumjua Yesu, na nchi tatikisika. What is happening? Nini kinatokea? Kwamba kundi kubwa la watu ambao wanatumikia nguvu za giza watamfuata Yesu na wataubeba msalaba, hawatarudi nyuma tena. This is a prophecy for Tanzania. Huu ni unabii kwa ajili ya Tanzania. Robo bapata ilo zota. Mungu atatumia uamsho wa watoto wadogo na wanawake kuleta vitu vikubwa mitaani na mashuleni. Kuna kitu kinaenda kutikisa, kuna kitu kinaenda kutikisa. Watoto wadogo, very young, watoto wadogo mno wanaenda kufanya vitu vikubwa ambavyo watu wazima hawakuvifanya. There is a revival. Kwa makanisa yajikite kuwafanya watoto wajaze Roho Mtakatifu walio na miaka 8 mpaka 15. Waende wakajaze Roho wa Mungu. Kukawe na program nyingi za kuwafanya wawe filled with the Holy Ghost power, wakajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu anaenda kutumia very young people, very young. La pato soda. Niliona walemavu wengi wanasimama, niliona watu vipofu wanaona, niliona watu waliokaa kwenye dini zilizowafunga wanavua mavazi yao, wanavaa vazi la wokovu. Kuna uamsho unakuja usio wa kawaida. Dini zitawaachia watu kwa nguvu. Mungu anaenda kutikisa milango ya dini iliyowazuia watu wasimjue Yesu. This year kwa ajili ya unyakuo. Raba hata pataya. Milango ya dini inaenda kufunguka kwa nguvu na kuachia watu wataingia kwenye wokovu. Watatoka kwenye mauti ya dini, watatoka kwenye mauti ya udhehebu. Ninaona Mungu anaenda kufanya kitu. Tumewaona watu maarufu wameacha injili, ni kusema watumishi wengine wanasema ndoa za watu, wanasema maisha ya watu. Lakini Mungu anaenda kuinua mwaka watu ambao hawatakuwa na muda wa vitu vya kijinga mtandaoni, watakuwa na muda wa kumsema Yesu, na kutakuwa na mvuto kuliko mbea uliopo Tanzania na aibu iliyopo Tanzania, watumishi kusemana na kushenganyana. Niliona watu ambao wamegawanyika wanasimama pamoja, wachungaji watasimama pamoja. Kutakuwa na kuvunjwa kwa hali ya tofauti, maana Mungu ameamuru utukufu kwenye umoja na ameamuru baraka kwenye umoja. Kuna umoja wa kiroho unakuja, the unity of faith that is coming, that is going to be so powerful. Itatikisa. Ninaona watumishi wengi wataanza kufanya vitu pamoja ambavyo hawakufanya. Hiyo ni mikesha ya kuombea taifa. Hiyo ni nguvu ya kufanya makongamano pamoja ambao walikuwa wanafanya tofauti kwa ubinafsi. Na wale ambao walikuwa wanawachafua wenzao wataendelea kushuka wakiona wenzao wanainuliwa. Wataendelea kushuka wakiona wenzao wanainuliwa. Wataendelea kushuka maana huu si tena wakati wa kutafuta kiki kwa kuwachafua wengine. Huu si wakati wa kusema maneno Yesu ya kuwavuta watu. Hatutaki kufanya kazi ya kwetu, tunataka kufanya kazi ya Mungu. Mungu kuna kitu anaenda kukiatia. Kuna watu wanapewa sauti ya Bwana, kuna watu wanapewa moto, kuna watu wanapewa nguvu ya neno. Watasema maneno ya Mungu mtandaoni, injili itawaka, Mungu atahubiriwa, kwa sababu muda ubakio si mwingi. Nyanya mikono yako juu, nikuhusishe na upako. Pokea moto kwenye kinywa. Nani anasikia maombi ndani? Kwa sababu Mungu anaenda kuibadili Tanzania. Haitakuwa Tanzania umbea mpaka wachungaji wanasemana, sijui ndoa ya fulani, sijui fulani amefanya hivi. Aibu. Nyinyi ambao mna haki kuliko wengine, ninyi ambao mnasema huo utakatifu wa kujihesabia haki haupo tena. Hatahubiriwa Yesu. Hawatahubiriwa watu tena mtandao. Atahubiriwa Yesu na mighty name. Na wote ambao wamejikita kwa ubiri watu wakifikiri wanafanya injili, Mungu anaenda kuwashughulikia kwa kuonyesha wanaowasema Mungu amewapa neema hata katika madhaifu yao, kwa kuwa neema ya Mungu yatimilika katika udhaifu. In the mighty name of Jesus. Hili litatikisa Tanzania.
hili itatikisa Tanzania. Na Bwana ameniambia wanasiasa ambao wanamtegemea wajipe moyo, waongeze maombi. Wanaenda kuinuliwa na wataishika hatam in a corridor of power. Wanaenda kushika hatam in a corridor of power. Mungu atafanya njia pasipo na njia ili waweze kusimama kwa ajili ya kusudi lake. Kukumbuka shauri la Bwana haliwezi kuzuilika. Mungu anasema haliwezi kuzuilika. La madapa kosaito pone cheria kora baba papa mando poshete peria la madaba satapa. Naona vifo vya watu maarufu walio kwenye sehemu mbalimbali wanaofanya matambiko makau. Wawe makini, wengine wataondoka ghafla kwa sababu ya ghadhabu ya Bwana. Bwana amechoka na makafara na watu mnaowatoa kwa siri. Bwana amechoka na vilio vya watu ambao wamekufa kwa ajili ya ufisadi wenu. Mungu anasema tubu, tubu Tanzania, tubu, tubu, tubu leo. Yes, anakupenda. Tubu Tanzania. Jesus. Wanaofanya makafara watafia kwenye hayo makafara. Wakiwa wanawatega wengine wataingia wao kwenye hiyo mitego. In the mighty name of Jesus, asema Bwana. Na beita platosa pakataba paina potaino oto popopopo takasaba. Kuna dalili za unyakuo zinaanza mwaka huu kutokea. Watu ambao hamkutegemea wataondoka. Iwe ni kwenye waskofu, iwe ni kwenye utume. They are going to depart. They are going to depart of a sudden. Wataondoka ghafla pasipo kwa namna ambayo watu hawakutegemea. There is a judgment, lakini pia there is a sign of love. Mungu ataondoa wengine kuzidisha ya kwamba muda umekimbia mno. Tumtumikie Yesu. Fedha ya Tanzania inaenda kukaa vizuri. Naliona utalii unaimarishwa na malaika watawasaidia watu. Sehemu ya Arusha, sehemu ya Serengeti, sehemu ya Zanzibar, kuna maeneo yatashamili sana ili kuwasaidia watu. Lakini Bwana anaenda kufanya mabadiliko ambayo yatawasaidia Watanzania kuvuka na kuingia msimu mwingine. Tanzania inaenda kutikiswa na magonjwa ya ajabu ambayo yataashiria kwamba kuna kitu kinachomoza. Tanzania inaenda kutikiswa na hali ya hewa ya ajabu ambayo haikuwepo miaka iliyopita. Watu watashangaa, hali ya hewa inayumba, inakwenda hivi, kama inaeleweka tena haieleweki. Kwa sababu haya ni mambo yanaonyesha kwamba kuna kitu kimebadilika ambacho watu wanatakiwa wakae na Mungu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea, Mungu ataiponya nchi. Nchi hii inaugua. Kuna kilio cha siri ambacho kimejificha. Ora mata pakosa intabana balezo kota beni. Omba Tanzania. Kuna watoto wanaenda kupotea. Kuna watu wasio na hatia wanaenda kupotea kwa sababu na waona watu wanapanga mipango mibaya ya kufanya makafara, ya kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Wakaenda kuwachukua watu wasio na hatia na kuenda kuwatoa makafara. Omba Tanzania. Pray for your people, pray for your relative. Omba kwa ajili ya watu wenu, omba kwa ajili ya ndugu zenu, kwa sababu kuna watu wanapanga vitu vibaya. Wamepewa masharti magumu na shetani, wamepewa masharti magumu na kuzimu, wamefanya agano na mauti na kuzimu ili kuwaua wengine kabla ya uchaguzi kutokea. Mungu anasema hivi, omba, pray, ili kuwaepusha watu na ajali za ajabu ajabu, ili kuwaepusha watu na upotevu wa ajabu ajabu. Pray, pray, pray. Omba Tanzania in the mighty name of Jesus. Kutakuwa na mtikisiko mkubwa kwa habari ya ndoa, hasa za watumishi wa Mungu. Tuombee watumishi wa Mungu. Nabii mmoja ambaye alitabiri kwa habari ya Magufuli, shetani anamuinda mno, anataka amchafue kwa habari ya mahusiano. Itatikisa na wengine wengi ambao siwezi kuwasema hapa. Ombea mahusiano ya watumishi wa Mungu. Ombea mahusiano ya watumishi wa Mungu.
Shetani ametuma special aje nje kuleta uharibifu. Kumbuka mchungaji akipigwa kondoo wanatawanyika. Jesus. Yeah. Shara. Maoda blosokaraba. Even if vicho. Robo papa. Kitu kingine kitakachotikisa Tanzania ni hali ya upinzani. Vyama vingine vitaingia kwenye chama kikubwa na vyama vingine vitakuwa kwenye hali ya mtekeshiko ambao sio kawaida. Kwa sababu mambo yameshawekwa sawa. Hata yakipangaliwa yamewekwa sawa. Hata yakivurugwa yamewekwa sawa. Nyanyua mkono wako chini. Baba, asante kwa ajili ya ibada hii. Ndugu mtazamaji unayetuangalia, tutaendelea na nabii zingine. Mtikishiko ambao unakuja kwa watu wengi ambao wakutegemea ni kwamba kuna watu wanakuja ni weupe maeneo mbalimbali. Wengine wataleta neema itatikisa nayo kwenye mashirika mbalimbali. Lakini wengine wataleta mfumo wa kuiuza nchi kwenye maeneo fulani na wataingia kwa mikataba ya kinyanja. Ili usiwalaumu wakuu wa nchi, ili linahitaji kuombewa ushauri. Kuna watu wanakuja wanaila, wataweka mikataba ni kama ile kipindi cha ukoloni. Ninaona kuna vitu ambavyo wanataka kuvidominate. Kuna maeneo wanayachukua kwa ajili ya manufaa yao. Maeneo ya utalii, maeneo ya madini, maeneo ya shule. Wengi wataanza udhamini shule. Asante Rais amefanya vizuri, shule nyingi zipo. Lakini shule hizi zitadhaminiwa na society fulani ambayo inaamini vitu vya Sodoma na Gomora. Wewe unajua vitu vya Sodoma na Gomora. Ili kuwafanya watoto wengi wapandikizwe roho ya Sodoma na Gomora, ulawiti na mambo hayo mengine machafu. Lazima tuombe kwa ajili ya vitu hivi. Wataanza kupenyeza kwa sababu wana nguvu ya misaada, basi wataanza kupenyeza. Na utaona upinde wao, utaona bendera yao, upinde wao, utaona bendera yao. Lakini watu wataanza kugundua taratibu madangulo sio ya malaya tu, madangulo ya wanaume wanaojiuza. Madangulo ya wanaume wanaojiuza. Kuna uozo upo hapa Tanzania, uozo upo wa ajabu sana, sehemu ambayo watu hawakutegemea. Ikiwepo na sehemu ambayo niko Mwanza, Mwanza. Kuna uozo baadhi ya mikoa ambao unamuuzi Mungu. Na imagine hivi vitu nilivyoona vinafanyika kwenye nyumba za ibada. Ushoke. Nyumba za ibada. Unaita ni makanisa. Ndio maana Mungu akikwambia toka kwenye kanisa fulani usisite au kuumbiwa hilo kanisa, Yesu ndio amekuumba. Ukisikia msukumo wa kutoka kwenye huduma ambayo Roho Mungu anakosesha amani, please, amani ya Kristo iamue mwelekeo, sio cheo chako, sio nafasi yako kwenye ile dini. Niliona machafuko na mengine yataanza, wengine wataanza kusema kiongozi fulani wa kiroho amefanya hivi na hivi, naona na vijana fulani mambo ya aibu. Asante Roho Mungu. Lakini guess what? Hallelujah. Kuna moto na uona tena nitasema na uona. Hawa ni wapenzi wa Mungu. Mwaka huu wapenzi wa Mungu wanaenda utiwa moto. Naona ndimi za moto zimegawanyika. Naona moto na watulia watu kichwani ambao Mungu atawapa, hata wengine ni wanawake tu wa nyumbani, Mungu atawapa neema ya kubeba upako mkubwa sana. Wengine ni vijana wa kiume wasioheshimika. Wengine ni watoto wadogo, very young. Nyanyua mikono yako juu mahali ulipo. Kwa ajili ya muda nitaendelea na nabii hizi wakati mwingine. Muombe rais kwa sababu wanatega mitego kwake kama walivyomtegea aliyepita.
hawataki huyu rais, alama ni mama yetu, hawataki aishi. Kuna mitego na iona ambayo Roho Mungu amesema endelea kuomba. Mimi naomba kwa siri, na wewe kama mwombaji uombe kwa siri. Kile kilichofunguliwa cha rais wa kwanza kutoweka ghafla kinataka kuendelezwa kwa namna fulani, nacho kitatikisa. Omba watu wanaopanga mabaya juu ya watu ambao wako kwenye nyadhifa fulani wasipate hiyo nafasi tena, ili wale watu wakamilishe kusudi la Mungu kama Mungu inavyompendeza. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Pokea baraka ya moto. 1, 2. Na wewe uliyepo mtandaoni, pokea baraka ya moto. Hatutaweza kuomba kawaida nyakati hizi. Wewe uliyeweka mtoto, mpe mtendakazi. Mpe mtendakazi mtoto wako. Mpe mtendakazi mtoto wako. Lamba, naomba mpokee mgeni. Nyanyua mikono yako juu kila mmoja. Please, familia zenu haziwezi kuona nguvu. Happy. Vuta hewa. Hebu nyanyua mikono juu kila mmoja. Mrudie Mungu. Vuta hewa. Leo ya maombi ikujie tena, usiondoke tena. Pokea. Receive it. Kuna watu wanapokea. Kunywa huo moto, usione aibu. Kunywa. Kunywa neema ya maombi si kawaida. Receive it. Nguvu inawashinda maadui wakubwa. Pokea kwa jina la Yesu. Yes.